Ladies and gentlemen, karibu tena katika episodi ya pili ya recap yetu. Na kama bado haujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumekomea katika episodi ya kwanza, ni mara baada ya bidada kutembelewa na mizimu akiwa amepumzika. Na wakati huo huo Mr. Nogemba alikuwa akirudi kutoka kazini na anamkuta mke wake akiwa katika hali ya huzuni. Baada ya kumsalimia mke wake, anagundua mke wake yupo katika hali ya huzuni, na anapojaribu kumuuliza, mke wake anamwambia nimeota ndoto mbaya. Nogemba anaona kama ni ndoto, lakini huo ndio uhalisia, kwa maana mlinzi tayari ameshaanza kufanya kazi yake ya kuondoa kiumbe kilichopo tumboni mwake. Afande baada ya kuona ameshindwa jaribio la kwanza, kaanza kujiuliza, huyu mwanamke ana nguvu kiasi gani? Hii kazi nimefanya sehemu nyingi sana, lakini mbona leo inakuwa ngumu? Na hii ni familia ya Mr. Nogemba, na huyu ni baba yake na huyo binti ni mdogo wake. Leo binti anamwomba baba yake aweze kwenda mjini. Baba yake anamkatalia na kumwambia, utakwenda mjini pale utakapomaliza masomo yako. Basi binti amwelei baba yake, maana tayari ameshatamani kuelekea mjini. Ukweli ni kwamba familia ya Mr. Nogemba iliyoko mjini tayari imeshaingiliwa na kirusi ambaye ni huyu afande. Huyu afande ana tabia ya kukutana na wachawi wenzake kila inapofika usiku. Na leo tena baada ya kushindwa jaribio la kwanza la kutoa mimba ya Mr. Nogemba, anakutana na viongozi wake na kueleza hali halisi. Jamaa anamwambia kiongozi wake, tupo kwenye tatizo, sijui hata nini cha kufanya. Jamaa anajibiwa na kiongozi wake, mpaka hapo tayari umeshafeli. Kwa macho ya damu na nyama unamuona mke wa Mr. Nogemba akiwa ni mjamzito, lakini ukweli ni kwamba mpaka sasa ameshajifungua. Ikabidi jamaa aombe msamaha kwa kiongozi wake na kumwahidi kana kwamba atakwenda kumuua yule mtoto. Kiongozi akamruhusu, akasema sawa, nenda kajaribu bahati yako. Basi huku kijijini kwa kina Mr. Nogemba, baba yake Mr. Nogemba amefunga safari kuelekea nyumbani kukutana na mama wa mlinzi wa mwanae. Lakini akiwa njiani anakutana na huyo mama, anamwambia, huu mguu ulikuwa ni kuja nyumbani kwako. Na huyo mama akashtuka, akamwambia, unakuja nyumbani kwangu, je, unakuja kwa ajili ya wema au kuna taarifa yoyote mbaya? Baba yake Mr. Nogemba akamwambia, ni taarifa zilizokuwa njema. Basi mama akafurahi sana baada ya kusikia ni taarifa zilizokuwa njema. Baba yake na Mr. Nogemba akamwambia, nimepigiwa simu kutoka mjini na nimeambiwa mwanao yupo na mwanangu. Basi mama alifurahi sana na akajua tayari mwanae amepata hifadhi sehemu salama, kwa maana familia ya Mr. Nogemba iliyoko mjini ina level nzuri ya kimaisha. Mama akamwambia, nilikuwa nina hofu sana, kwa maana mwanangu aliondoka, alikuwa hajui anakwenda kukutana na nani, lakini kwa sababu umekutana na mwanao, basi najua mwanangu yuko sehemu salama. Nami ninafurahia hilo na ninamshukuru Mungu sana sana sana. Na hii ni siku nyingine tena, na mke wa Mr. Nogemba anaonekana akiwa anakimbia sana, akiwa amepumzika katika mti. Punde si punde unatokea mzimu wa kwanza. Hajakaa sawa, unatokea mzimu wa pili. Mke wa Mr. Nogemba anashindwa elekea wapi, maana huku nyuma yupo, mbele kuna mzimu pia. Lakini mke wa Mr. Nogemba nafsini mwake alikuwa amembeba Mungu na akasema, yeye Mwenyezi Mungu nisaidie. Ghafla ile mizimu ikapotea. Mke wa Mr. Nogemba anashtuka akiwa ndotoni, na huku akiwa anapata maumivu makali sana. Lakini pembezoni mwa nyumba yake mlinzi anajitokeza akiwa amevalia vazi la kichawi na likabadilika akapata vazi lile la kilinzi. Na hakuna mchawi mwingine anayemshughulikia mke wa Mr. Nogemba, ni mlinzi ndiye anayemshughulikia mke wa Mr. Nogemba kwa njia ya ndoto. Kelele za maumivu makali ya mke wa Mr. Nogemba zikamfanya mume wake atoke chumbani na kumwambia twende hospitali. Wasijui adui yao ni mtu anayewasaidia kazi na ni mtu anaishi naye. Kwa sauti kuu Mr. Nogemba akamwamuru mlinzi na kumwambia, fungua geti haraka, nina emergency. Mr. Nogemba akiwa tayari amemkalisha mke wake ndani ya gari, ndipo mlinzi anamwambia, bosi, hii gari yako nilikuwa bado sijamaliza kuiosha, subiri hata dakika 2 niweze kukuoshea matairi. Mr. Nogemba hakukubaliana na hilo ombi la mlinzi wake. Ni hali ya mke wake ilikuwa haishawishi kusubiri hata dakika moja. Mlinzi wake aliomba hayo kwa sababu anajua ni kitu gani anachokifanya juu ya hiyo mimba. Baada ya miezi kadhaa kupita, tunamwona mke wa Mr. Nogemba akiwa na mtoto wake. Anamwambia mlinzi, naomba nioshe gari yangu. Mke wa Mr. Nogemba anapoingia ndani, ghafla mlinzi anatazamana usoni na yule mtoto, na huyo mlinzi anageuka kichwa chake kuwa mbwa na asijue ya kwamba mtoto ana nguvu zaidi yake. Basi mtoto akampiga radi kwa sauti kubwa. Afande akashtuka, mpaka mama mtoto akashtuka, shida nini? Basi afande akajitetea akasema, hapana, una mtoto mzuri, mtoto wako ni handsome. Ikawa ni siku nyingine tena, na ukumbuke kana kwamba afande anamtafuta mtoto, sababu alishaambiwa huyo mtoto atakapozaliwa ufalme wetu wa giza utakuwa na hali ngumu. Na hayo maneno ni kweli, maana leo tu kapigwa shoti. Na alipopata nafasi akaingia ndani, akamkuta mama mwenye nyumba ameketi na mwanae. Basi jamaa akaanza kujieleza, akamwambia, madam, jana usiku mimi sijalala, maana mbu amening'ata sana, nimejikuta natetemeka na muda huu najisi kama vile nina njaa. Madam akamwambia, mbona unaanzia mbali sana? Wewe kama una njaa usisema tu una njaa. Basi akamwambia, nisubiri hapo niende nikakuchukulia chakula. Mke wa Mr. Nogemba alipotoka na kuelekea ndani kuanza kumchukulia chakula,
Basi huyu afande akaona ndio nafasi pekee ya kuweza kummaliza mtoto. Akamsogelea mtoto na kuangalia huku na huku, akagundua hakuna yote anaweza kumtazama. Akaenda kumjaribu mtoto. Ghafla akashangaa anapigwa makofi na mtu asionekana, na alishaambiwa huyo mtoto atakapozaliwa ufalme wetu wa giza utakuwa matatani. Na leo anajionea, baada ya kupigwa makofi inabidi akimbie humo ndani, na anasauka na kwamba ameomba chakula kwa bosi wake. Yule jamaa aliogopa sana. Mtoto ni mdogo na makofi aliyopigwa amepigwa makofi ya kiutuzima na mtu asiyeonekana. Basi jamaa akaingiwa na hofu, ndipo akaona kuna siku nitakufa. Wakati huo bidada ameshaandaa chakula, anarudi sebuleni, anakuta afande hayupo. Bidada akajiuliza mara mbili na tatu, huyu mtu amesema njaa inamuuma na hapa tena hayupo. Basi akaona ngoja kwanza amweke vizuri mtoto zeni amfuate huko aliko. Madam akatoka nje ya nyumba na kumfuata afande getini. Alipomkuta afande akamuuliza, shida nini? Umeniambia njaa inakuuma, nimeenda kukuletea chakula lakini nakuta haupo. Jamaa akiwa na mashaka huku anakuna shavu lake akamwambia, madam mimi nipo fine. Madam akasema, wewe unakuwaje fine na wakati umeingia ndani unahitaji chakula? Nimekuandalia chakula umetoka nje tena unasema uko fine, kivipi? Madam akamwambia, ingia ndani kale chakula. Na hapo ndipo ambapo mtihani ulipoanzia. Kumbuka jamaa anamuogopa mtoto vibaya mno. Akamwambia madam, ndani? Kweli niingie ndani nikapata chakula? Madam akamwambia, ndiyo, ingia ndani na ukachukue chakula. Na madam akamwambia, katika nyumba hii hatupi chakula, hakikisha unaingia ndani na unakula chakula ambacho umeagiza. Na ilipofika usiku, jamaa kama kawaida yake akawa amekusana na viongozi wake wa kichawi. Kwa unyenyekevu mkubwa na kwa hofu kubwa akawaambia, viongozi wangu, hii kazi imekuwa ni ngumu sana kwangu, siwezi kuifanya, sijui kipi ambacho kinatokea. Kiongozi wangu, hii kazi kwangu mimi ni kubwa mno. Kiongozi akamwambia, hii kazi ni ya muhimu sana, kumua wewe kijana ndo ufunguo wa kazi zetu sisi hapa, usiogope, fanya juu chini utaweza. Lakini jamaa yeye haelewi kwa sababu tayari ameshaanza kula makofi. Ikawa ni siku nyingine tena, Mr. Nogemba akiwa anataka kuondoka, ghafla anaitwa na mwanae. Anamwambia, baba tafadhali subiri, nataka niombe kwa ajili yako. Na mtoto akamwambia baba yake kwa upendo mkubwa kabisa. Baba akaagana na mwanae. Mchana kukiwa na jua kali, basi afande akawa ameshika mfagio wake, ananuia na anajua nini ambacho yeye anakifanya. Lakini pembezoni mwa nyumba mtoto wa Mr. Nogemba alikuwa akipiga maombi ya kutosha. Ghafla afande anamfuata mtoto na kumwambia, naona upo unafanya maombi. Lakini dogo hakumjibu chochote, akaendelea kufanya maombi. Afande akasema, unajifanya unajua kuomba, basi tutakutana, wewe subiri tu. Lakini dogo hakusikia chochote, akaendelea kufanya maombi yake. Dogo akamwambia, baba yangu anakuhitaji. Jamaa alipofika kwa Mr. Nogemba, Mr. Nogemba akatoa maagizo akamwambia, kesho utampeleka mwanangu shuleni. Lakini dogo akakataa, akasema, baba hapana, mimi siwezi kupelekwa na huyu mwamba. Na kama unavyojua mama ni mama. Mama kwa unyenyekevu mkubwa akamwambia, mwanangu, kwa nini umesema hivi? Lakini dogo kwa ujasiri mkubwa akamwambia, mama, mimi huyu jamaa hawezi kunipeleka shule kwa sababu simpendi kabisa. Mama akamwambia mwanae, huyu ni mtu mzuri tu, ipo siku utampenda. Basi dogo akiwa anapiga mpira nje ya nyumba, afande akamfuata na kumwambia, wewe dogo unajifanya unajua sana, umewaambia wazazi yako ya kwamba wewe unipendi mimi, sasa leo ngoja nikuoneshe na leo nitakufanya unipende. Basi dogo akazidi kumtazama tu. Ghafla jamaa akabadilisha macho yake yakawaka sana. Kwa imani dogo akamwambia ushindwe. Ghafla jamaa akaona moto. Jamaa akiwa amechanganyikiwa anasema, moto moto moto. Ghafla Mr. Nogemba akiwa na mke wake akamuona. Mr. Nogemba naye akaangalia nyumba yake, akisikia ile nyumba yake inaungua, lakini akashangaa. Jamaa anasema moto unatoka nje ya geti. Basi Mr. Nogemba pamoja na mke wake wakamfuata jamaa mpaka nje ya geti. Na leo tena baba yake Mr. Nogemba akapokea taarifa ya kwamba Nogemba na familia yake wanawatembelea kijijini. Ndipo baba yake na Mr. Nogemba akamwambia binti yake, chukua hii fedha nenda sokoni kafanya mahemezi, kaka yako leo anakuja. Muda si mrefu Mr. Nogemba akafika kijijini. Walipofika nyumbani kwa huyu kijana, walipokelewa na mama yake. Na mama yake kwa furaha kubwa anawapokea wote, lakini anamuona mwanae hana furaha. Sasa kwa mshtuko mkubwa akauliza, kwani kuna shida gani? Mr. Nogemba hakutaka kabisa kupoteza muda. Akasema, mama, mimi nimemleta kijana wako nyumbani kwa maana nashindwa kumuelewa na kuna kitu ananificha. Kila siku nyumbani kwangu amekuwa akilia moto 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 moto. Ina maana kuna moto unamuunguza, lakini maelezo kamili hataki kunipatia. Basi mama akamuuliza mwanae, shida nini mwanangu? Tuambie basi. Maana mama alijua kijana wake yuko sehemu salama, anaweza akaishi vizuri na bado akapata fedha. Mr. Nogemba akasema, mama, mimi naondoka. Mama akasema, hapana, tafadhali ngoja kwanza nimuulize, inawezekana mimi kuna majibu akaniambia. Mr. Nogemba akasema, mama, kama atakwambia chochote mimi namba yangu ya simu mnayo, tafadhali naombeni mnijulishe. Basi mama anamuuliza mwanae, kwa nini unapiga makelele moto moto moto? Shida ni nini?
niambie, mimi ni mama yako. Lakini jamaa alikuwa kimya tu. Ndipo mama akaamua basi amkaribishe ndani mwanae. Basi leo jamaa akiwa yupo kijijini kwao, maana kule mjini tayari ameshafukuzwa. Ghafla anashuhudia gari nyeupe inapita barabarani, lakini alipopishana nayo hiyo gari kuna mtu alimgundua mle ndani, na alipopata njia pembeni ikabidi akimbie. Jamaa leo akiwa amechanganyikiwa, amekamatwa na mama yake. Kuna vitu anaviona lakini mama yake havioni. Kumbuka huyu jamaa yeye pia ni mshirikina. Nguvu kabisa akiwa amekamatwa na mama yake, anamwambia mama, mimi siwezi kuwa yule mtoto. Na mama yake anamjibu, ni kweli mwanangu, si yule mtoto. Bado jamaa amechanganyikiwa, anamwambia tena mama yake, mimi siwezi kuwa yule mtoto. Siwezi nikaoa yule mtoto. Basi mama yake kwa upendo mkubwa kabisa anamtuliza kijana wake. Lakini jamaa kuna sauti anaisikia inamuagiza kabisa, nenda kamuue yule mtoto. Na jamaa akiwa amechanganyikiwa akamwambia mama, kama kule nipenda mimi, basi nenda kaniitie Nesi Nogemba. Kumbuke Nesi Nogemba ndo yule bosi wake aliyemleta kutoka mjini. Jamaa akamwambia tena, mama, kama nataka mimi nisiweze kufa, naomba nenda kaniitie Nesi Nogemba. Basi mama akawa amefika na Nesi Nogemba. Bado kijana amechanganyikiwa yupo chini. Mama akasema, mwanangu, Nesi Nogemba nimeshamleta huyu hapa. Basi jamaa akasema, Nesi Nogemba, naomba nisamee. Bosi wangu, naomba nisamee. Jamaa akasema, nikuseme kwa kitu gani? Jamaa akasema tena, naomba unisamee. Kuna dhambi leo nataka niitubu. Basi Nesi Nogemba akasema, sawa, hem tuambie nini kinaukuta. Basi jamaa bila kusita akasema, nilijiingiza na habari za ushirikina. Mama yake baada ya kusikia hilo akachanganyikiwa sana, na jamaa akaendelea tena akasema, na hao washirikina wenzangu wanataka mimi niweze kumuua mwanao. Na mimi nilijaribu kumuua mwanao tangu akiwa tumboni mwa mama yake. Jamaa anatoa hayo maelezo lakini huku akiwa analalamika sana, anamwambia mama, kifua mimi kinaniuma. Lakini jamaa akiwa anatoa maelezo pale pale anasikia sauti ya kiongozi wake ikimwambia, umekataa kumuua yule mtoto, sasa na wewe ndio unayekufa. Na pale pale jamaa akiwa ameshamaliza kutoa maelezo huku anapata maumivu makali kifuani, pale pale akafariki. Mama akiwa na huzuni kubwa, mwanae amekufa yuko chini, na Nesi Nogemba anaamua kuondoka tena akiwa na hasira kali zaidi. Na kwa maumivu makali sana jamaa akamwambia baba yake, mimi ningeiweka wapi sura yangu endapo mwanangu na mke wangu wote wangekuwa wameshazoleka, na yote kwa sababu ya ubishi wangu nimemwajiri mtu eti kisa anatoka kijijini kwetu. Na baba yake hakuwa na mambo mengi, akamwambia, mwanangu, tunashukuru Mungu kwa sababu hili limeshapita salama. Mzee akaongeza na kumwambia, mara nyingi mtu unayemwamini ndiye anayekuangusha. Jamaa akiwa bado katika mshangao, baba yake akamwambia, mwanangu, sisi kitu cha kufanya tuangalie familia yetu, tuilee katika mazingira mazuri ili kwetu tuliwefunzwa, na kwa wakati mwingine tusiweze kufanya kile ambacho tumekifanya. Tusiajiri tena vijana wa kazi eti kisa anatoka kijijini kwetu, bali tuangalie ana sifa zote ndipo tuweze kuajiri vijana wa kazi. Asanteni sana kwa wale ambao tuko pamoja. Tukumbuke alama ya kusubscribe na kulike ili tuweze kupata video zingine kwa wakati. Kila laheri.